serikali ni sisi pamoja na wao viongozi. Kwa hiyo panapokuja tatizo lazima tulizungumze. Lakini tulichokiona cha msingi cha kuwaambia ni kwamba stendi yetu mazingira sio rafiki. Iliyo press inaonyesha kwamba mtu aende kabla ya dakika 30, na tukiangalia almost ya basi zinazotoka kwa mkoa wa Arusha tu kwa siku sio chini ya basi 80 au 100. Sasa inapokuja ile stendi hakuna sehemu ya kupaki gari, na wao wanasema zinaleta msongamano. Sisi kwa kweli tunaona kama wanataka kutuonea. Kwa hiyo tunaiomba serikali waangalie kwanza, kwani miundombinu iliyokuwepo ni ya kizamani, na ile stendi ilikuwa ni almost ya kupaki labda gari 7, 8 mpaka 10. Lakini sasa hivi ile stendi hata ukiangalia ina maduka kule ndani kumejaa, hata sehemu kuna watu wanapika mle kwenye lami chini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuleta, ni sehemu ambayo hakuna kuweza kupaki lile basi. Kwa hiyo sisi tunaomba ofisi zetu tuendelee nazo, kwa sababu hizi kama wanavodai ziko kwenye makazi ya watu. Sisi tunafanya ni kazi ya jamii, kwa sababu kazi yetu sio kazi ya tarishi, ni kazi ya usafirishaji. Na sehemu ya usafirishaji inatakiwa na sehemu ya malazi, sehemu ya kupata chakula na kupumzika. Tukiangalia stendi yetu pale haina sehemu ya kupumzika abiria. Tukienda upande wa vyoo, choo kipo ni kimoja, mazingira sio rafiki, hakiwezi kuhimili wingi wa watu ambao wanatoka kwa siku. Kwa ufupi ni kwamba kabla hatujaamua kufanya jambo kama hili tulishafuata taratibu zote, na ndio maana ili tamko lililotoka limekuwa likitushangaza hata sisi pia. Hatuelewi ni sababu ni zipi mpaka limetamkwa kwa namna hiyo, kwa sababu taratibu zote za kisheria tunazifuata, kodi za serikali tunalipa, kila kitu tunakifuata. Ile stendi kule ambayo inasadikika ni stendi ya mabasi pia ni ndogo, hata basi 9 au 10 hazienei, hazitoshi kabisa. Kuondoka kwa wenyewe kwenda kupaki kule imesaidia kidogo kuondoa jamu ya eneo la stendi. Inatoka gari 1 2. Kwa hiyo hawezi kusema kuna jamu kwa sababu gari hazitoki kwa pamoja. Kutokana na msongamano unaoendelea mkoani Arusha, tumepokea maelekezo ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa CPA Amos Makalla tuzuie changamoto hiyo kwa mara moja, na sisi kupitia jeshi la polisi pamoja na TARURA na TANROADS tutafanya ufuatiliaji wa maelekezo haya ili mji wetu uendelee kuwa salama. Mabasi yote yaliyoanzisha stendi nje ya stendi kuu, hasa barabara ya Canal Middleton toka Mianzini kuja stendi kuu, barabara ya Fadhababu ile ambayo inaanzia Seliani kuelekea kule Kilombero, tumeagiza stendi zote hizo ziondolewe mara moja kuanzia sasa hivi ili kuruhusu magari yaweze kupita smoothly. Lakini pia tumekubaliana yafuatayo kwamba ofisi ya jeshi la polisi, TARURA pamoja na TANROADS na LATRA na ofisi ya jiji la Arusha tumekubaliana mambo yafuatayo katika kutekeleza maelekezo ya mkuu wa mkoa. Magari yanayopaki sehemu mbili, yani sehemu ambazo zimeruhusiwa na ambazo hazijaruhusiwa, maeneo yote ambayo hazijaruhusiwa, zile parking zote ziondolewe na wenye magari watafute maeneo mazuri ya kuegesha magari yao.